Najua ulishakutana na simulizi nyingi za kustaajabisha zilizokuacha mdomo wazi kwa mshangao, lakini ndani yake zilikupa mafunzo. Na mimi leo katika benki yako ya simulizi zilizokuacha mdomo wazi na kukustaajabisha na kuongezea kisa hiki cha ndoa kati ya Japhet pamoja na Dorcas. Japhet pamoja na Dorcas ni walemavu wa akili. Katika lugha ya kitaalamu tunawaita watu wenye matatizo ya utindio wa ubongo. Hawajaupata ukubwani, bali ni toka katika matumbo ya mama zao. Japhet akizaliwa mkoani Kagera katika wilaya ya Bukoba na Dorcas akizaliwa kanda ya kati mkoani Singida, na Mungu anawakutanisha mkoani Mwanza wilayani Ilemela katika kanisa la EAGT Kiloleli lililo chini ya mchungaji Jacob Mutesh. Na wawili hawa katika mazingira ya kustajabisha hatimaye wanafanikiwa kuoana. Jamani, nimekubali pete, makofi huko. Japhet kutokana na kuzaliwa na changamoto ya utindio wa ubongo, hali iliyopelekea kukataliwa na baba yake na kujikuta analelewa na mama yake mzazi peke yake. Japhet ni mtoto wangu wa kwanza, anaitwa Japhet Wilson Sailizi. Alizaliwa huko Bukoba Kanyigo, kwa familia ya mzee John Ngambeki. Japhet kuzaliwa kwake ndio mzaa nilimlea mimi kama mimi. Yaani alizaliwa akili zake zilikuwa kama kidogo. Hajiwezi ile kujiweza kuongea sana. Kwa hiyo ndio alikuwa kwa staili hiyo. Anavyoongea anaweza machache, sio yote ya kujifafanua. Safari ya Japhet mpaka anafika katika kanisa hili inaelezwa kuwa alikuja kama muumini wa kawaida, akawa anajitolea kufanya kazi, na juhudi yake katika kuhakikisha anafanya kazi za usafi katika eneo la kanisa ndizo zilizomvutia zaidi mchungaji Mutesh na kumvuta karibu, na hatimaye akafanikiwa kumpa cheo cha ushemasi katika kanisa hili. Pamoja na hali hiyo ya kukataliwa kutokana na ulemavu alionao, Japhet haikuzuia kuonyesha shauku ya ndoto yake ya siku moja kuwa na mke, kwani inaelezwa kuwa katika sadaka zake alizotoa kwa miaka 10 kanisani hapo, zote aliambatanisha kikaratasi kilichokuwa na ujumbe ya kwamba anahitaji kuwa na mke. Japhet kila akitoa sadaka, unanielewa, unakuta kwenye chombo kuna yai, au unakuta kuna parachichi, au unakuta kuna embe au pela moja, lakini kila anapotoa sadaka unakuta ameandika nahitaji mke, naomba mniombee Mungu anipe mke, naomba mnisaidie Mungu anipe mke. Mpaka siku moja nikamwambia mchungaji, wewe ndio mchungaji, mimi na mchungaji tu, lakini hizo sadaka zake tunazipokea, saa zingine analeta hata mikaa miwili, lakini mle kuna karatasi, mimi naitwa Japhet, nahitaji kuoa, naitwa Japhet, nahitaji kuoa. Hilo limekuwa ni hitaji lake la miaka takribani 10 kama nilivyosema, lakini sasa Mungu akatusaidia kwa upande huo, tukampata mwanamke ambaye na yeye ni aina hiyo hiyo, lakini na yeye anataka mume. Wazungu wanasema ni coincidence moja nzuri sana. Siku moja siwezi kujua ilikuwaje, niseme ni Mungu tu. Yaani kwa ajili ya zile sadaka na vile vikaratasi nikasikia moyo unaniuma sana, nikasema hapana, wacha tu nisimame kanisani niwaambie watu tumtafutie huyo mtu mwanamke, kwa sababu ina maana kama anataka mke huku chini ni mzima. Unaona, tunaona kama uko ana akili yuko lakini ni mzima. Kamuuliza Japhet, unaweza kukaa na mwanamke? Ndio. Haya, sawa, tuende kazi. Nikatangaza kanisani. Mama wa kwanza ambaye nilisema labda nimuite, ile ninasimama tu kuongea juu ya Japhet, tukamuita mbele, tukamwombea ili Mungu amsaidie, tusaidiane kanisa ili apate mwanamke. Lakini kila mmoja alicheka, aliona kama haiwezekani. Yaani hakuna kitu cha namna hiyo. Nani atamuoa? Atamuoa nani? Nani atamuoa Japhet? Kila mtu alikuwa hataki. Nikasema jamani, hamwezi kupata mtu tukamuoa, kuna kijana wangu hapa yuko ovyo ovyo tu. Akasema kweli. Kuna dada mmoja huyu nilikuwa namjua, kwa sababu na mimi nilikuwa nasali pale.
yule mwanamke fulani hivi na hivi yupo? Wakasema yupo. Yule binti akanambia tena nilikuwa naye sasa hivi hapa analia, ameshamfuata mchungaji Simoni, anamwambia hivi wewe unavyolala na mke wako unajisikiaje? Na mimi nataka kuolewa. Naona vitu vinavyoungana hapa. Basi tukaanza process. Mchungaji tukamwambia akasema huyu mwanamume yuko wapi? Mlete hata leo. Tukamwambia yupo kanisani. Siku moja tukawaita, tukawakutanisha na mchungaji wa hapa, wakakubaliana, basi tukaanza process. Mungu hufanya mambo kuwezekana katika njia ambazo pengine kwa mwanadamu huonekana kama ndoto tu au ni mambo ya kufikirika. Sasa tulichofanya kama kanisa nikawashirikisha kanisa, wamejishughulisha sana, wamemlipia mahari, wamempangishia nyumba mwaka mzima, zawadi kama mlivyoona, magodoro, vyombo vyote. Kwa hiyo anaenda kuanza kama tajiri fulani. Kisaikolojia atakuwa amejengeka sana. Walilia sana siku hiyo, na leo umemwona analia sana. Alitoa 1,500,000. Nasema siku Japhet akipata mke natoa 1,500,000. Watu hawakuamini. Nikasikia mchungaji mimi nitatoa shela, mwingine nitatoa kiatu, mambo yakaenda, mwingine nitatoa hiki, mwingine nitatoa hiki, mwingine nitamlipia chumba mwaka mzima. Sasa sijui kama walikuwa wanaona kama ni kitu hakiwezekani. Hata mimi mwenyewe niliona kitu hakiwezekani. Mimi kama mtu ambaye nimeishi na Japhet kwa miaka mingi, niliwiwa sana kusikia Japhet anahitaji kuwa na mke. Kwa sababu ilikuwa ni hitaji lake la mara kwa mara. Sasa hii katupa kujua kuwa mwili wa Japhet mwingine ni mzima. Tukatengeneza mchakato, mazungumzo ya hapa na pale. Mimi kama mtu wa karibu, nilisimama kwa nafasi yangu, nilifanya kilichowezekana ili Japhet aweze kusimama, atimize ahadi ya Mungu. Kupitia hicho nimemwona Mungu sana. Na msione hapa nilipata ile furaha ya maumivu, lakini ni furaha. Ni namna gani tumesimama na Japhet mpaka kufikia hatua hii. Sikuona mimi, sikuona ni nani, ila nimemwona ni Mungu amefanya. Ndicho kitu kilichonipa maumivu ya kuona furaha, nikalia mbele za watu. Sifa kwa Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema kila wakati. Ndoto iliyoonekana haiwezekani hatimaye inajidhihirisha katika uhalisia wake. Nashukuru sana kuja siku ya leo, harusi yangu kupata binti Dorcas. Mungu abariki. Nasikia vizuri. Nashukuru baba kwa kuniombea. Siku nyingi nataka nioe. Leo nimpata rafiki yangu. Natamani kwenda kuishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu. Nitamtunza mume wangu na kumlinda na kumwombea kwa Mungu amtetee. Mungu atupe watoto wa kiume na wa kike. Mama sasa anayo furaha. Kijana wake amepata jiko na mengi yanatarajiwa. Lakini furaha hii ina hisia mchanganyiko kidogo. Hiki ni kilio kilichobeba hisia kali za machozi yanayoashiria furaha iliyozidi kipimo. Kwa kweli mimi nilikuwa namuomba Mungu kila siku. Sema huyu mwanangu kweli atakuja kuoa. Nikawa namuomba sana Mungu nisaidie mwanangu huyu mmoja, angalau nawe unione. Nikawa nasema hivi, Mungu tenda muujiza. Na kweli Mungu akanisikiza, akanitendea muujiza. Ndio mpaka siku ya leo mchungaji na akawa nishika mkono mtasi, ndio mtoto wangu kufikia hatua hii. Hivi nalia machozi ya furaha. Hatupaswi kuwakatia watu tamaa hata kama tuna kila sababu, kwani iko nguvu kubwa zaidi iwezayo kutenda mambo ambayo katika akili ya mwanadamu yangeonekana ni ya kufikirika tu. Kwa hiyo watu hawa wasiwatupe, wasiwafukuze, wasiwanyanyapae, waishi nao kwa akili kama walivyo. Mungu ndiye ana uwezo wa kila kitu. Wengi wa hivyo, tuna watu wengi wa hivyo, lakini tusiwatelekeze. Sawa? Nakumbuka kuna mwaka fulani nilikuwa naishi Mbeya, kuna mlemavu mmoja alimbaka mtu kaenda kufagia akambaka. Na ni mlemavu, yani hawezi hata kutembea. Naona kumbe wakati mwingine tunaona kama kawaida, lakini natakiwa tuwafuatilie, tujue kwamba huyu ni mtu mlemavu wa akili tu au na viungo vyote. Mwanadamu mwenye uhai, mwenye pumzi, usimkatie tamaa. Kuna ahadi Mungu anayoipanga juu yake.
na lazima itimie. Asante kwa kutazama. Mimi naitwa Godwise.